Unaweza kupewa kadi afu usitoke nje ya uwanja, unabaki ndani. Haya sasa, moja kwa moja tuanze kuangazia habari za michezo. Na katika habari za michezo bwana Steve, habari kubwa ni kuhusiana na Mohamed Damaro. Tuanze na hiyo kwanza, maana ndio tumeiweka pale YouTube, kwa hiyo unaweza kuendelea kudrop comment yako hapo. Yanga walikuwa sahihi kuachana naye na Damaro. Ni pia Ali Kamwe amezungumza kwa upande wake. Tutaenda kumsikia hapa baadaye. Okay. Mohamed Damaro amerejea Singida Black Stars baada ya mkopo wake na Yanga kuisha. Na Damaro tayari ameanza mazoezi Singida. Pia mlinzi mpya wa Yanga kutoka Mashujaa, Abdul Nasri Mohamed Gamala, amejiunga na Singida kwa mkopo wa msimu mzima. Kwa hiyo kabla Damaro hajajiunga na klabu ya Young Africans alikuwa Singida. Alikuwa ni mchezaji wa Singida ambako Yanga walienda kumchukua pale Singida. Na moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wana amsha nyingi. Kuna kipindi nchi ilikuwa bize kwa ajili ya Damaro. Alisimamisha kama alivyosimamisha Mwalimu. Kama alivyosimamisha Mwalimu, lakini kwa Damaro kulikuwa kuna utofauti kidogo, sababu ni swala ambalo lilienda hadi kwenye serikali, kwa sababu Damaro kwa kumbukumbu alikuwa ni mchezaji wa kigeni lakini aliyopewa uraia wa Tanzania akiwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo kelele zilikuwa nyingi, haswa kwa upande wa Simba kiamini kwamba kwa Yanga na wachezaji kwa sababu kwenye ligi kuu kuna limit ya wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo Yanga wakawa wachezaji wa kigeni wamezidi. Kwa hiyo Damaro akawa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaonekana wamezidi, lakini kwenye ukija kuangalia alikuwa ni mchezaji ambaye amepewa uraia. Kwa hiyo kwa kuna mizengo hapa na pale, watu wakisema huyu sio raia wa Tanzania. Yanga mmetumia janja za hapa na pale kumbakisha Damaro ili kuwa kucheza kama mchezaji ambaye ameongezeka zaidi. Kwa hiyo kukawa kuna rapsha za hapa na pale. Kuna kipindi hadi mashabiki wa Yanga wakawa wanaenda Mwanza, wanatafuta familia, wanasema hii ni familia ya Damaro, amezaliwa Mwanza. Kwa hiyo yalikuwa mpaka wakampa jamaa wakasema ni Msukuma kutokea Mwanza. Kwa hiyo Damaro alikuwa anasema Damaro ni Msukuma, Damaro ni Msukuma. Kwa hiyo taarifa zilikuwa hivyo za Damaro, lakini ni mchezaji ambaye aliimbwa pale Yanga. Amecheza kwa mafanikio, japokuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao kama tulivyoongea asubuhi kuhusiana na mchezaji wa Simba Nation Kevin, mchezaji rafu, wana asili ya kupiga viatu wakiwa katika mchezo. Kwa hiyo Yanga wao wameamua kuachana naye kwa sababu wana kiungo Ngoma, lakini pia Yanga ukiangalia wana Mudasiri Yahaya, wana Duke Abuya. Kwa hiyo ni wachezaji wote ambao wanaweza kucheza eneo la chini. Kwa hiyo wameona ni wakati wao sahihi wa kuweza kumwachia Damaro kurejea Singida Black Stars. Unajua umesema walikuwa wanasema ni Msukuma, lakini kuna kipindi fulani hivi mtandaoni, yani ukikutana na wageni wengi waliotoka mataifa mengine, yani unakutana na kuambia mimi ni Msukuma. Yani naonaga wengi wanapenda kabila la Wasukuma na Wahehe, huwa wanataja sana hayo makabila mawili. Sijui kuna siri gani hapo. Labda wenyewe wanaelewa asili yao. Au wanashawishika wakiwa nje. Inawezekana. Kuna makabila maarufu. Je, Wasukuma nao ni watu maarufu. Katolo kwa matajiri. Sawa, tukamsikie msemaji aliye ni msemaji wa Yanga msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Mia ya majina huwa yanachanganya. Ali Kamwe Ahmed Ali. Kwa hiyo Ahmed ni mtoto wa Ali Kamwe au ni majina tu yana? Tukae tuwaulize. Haya majina mawili mimi huwa yananichanganya kiasi. Maana yote yana Ali. Haya, tukamsikilize msemaji wa Young Africans akiwa anamzungumzia huyu Mohamed Damaro. Wakatumia taarifa kwamba wanamhitaji mchezaji wao. Sasa mtu chake shehe, baada ya kutuambia ndio mchezaji wao, maana yake sisi tuna vunja ule muda wa mkopo na anarudi kwenye timu yake. Kwa hiyo Damaro wenye timu wanaomiliki Singida Black Stars walimhitaji mchezaji wao na dirisha ilikuwa halijafungwa, akarudi kwenye timu yake ya Singida Black Stars. Abdul Nasir kwa maana ya Gamal namba 2 ambayo tumemsajili kutoka Mashujaa. Mwalimu kafanya naye mazoezi vizuri,
wakati wa pre-season, na mwalimu akapendekeza huyu mchezaji kutokana na mahitaji ambayo niko nayo, nahitaji kumuona akipata muda wa kucheza sana, kwa sababu ana quality nzuri, lakini akiendelea kukaa bench hapa kwa muda mrefu anaweza kujikuta quality yake imedrop. Kwa hiyo akatushauri viongozi, mtafutieni mchezaji timu awe anacheza mara kwa mara, tumuone, niendelee kumfuatilia vizuri. Kwa baada hapo tukawa tumeshapokea request ya baadhi ya timu ambazo zilikuwa zinahitaji wachezaji wetu wa mikopo. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kuzungumza na mchezaji sasa, bwana, kuna timu A, B, C, D zinahitaji huduma yako, wewe una option ya kwenda wapi? Hapo sisi ndo tunapoishia. Baada ya hapo mchezaji anafungua mazungumzo na hizo timu nyingine kwa ruksa ya club, na mwisho akafikia makubaliano na Singida Black Stars. Kwa Nasir amekwenda kwa mkopo klabu ya Singida Black Stars. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wawili ambao walikuwa na injury ya muda mrefu, kwa maana ya Dickson Job na Clement Mzize, hawa ripoti ya mwanzo ilionyesha mpaka Disemba, lakini improvement yao kwenye uwanja wa mazoezi inatuonyesha kwamba Oktoba, Novemba wanaweza kurudi kwenye ushindani. Yani Disemba kule kusifike, Oktoba, Novemba wanaweza kurudi kwenye ushindani. Kwa hiyo hawa wameshaimarika sasa hivi, ni zaidi ya 85% urejeo wao unakaribia kurudi. Okay, huyo ni msemaji wa klabu ya Young Africans. Ni msemaji huyo wa klabu ya Young Africans akiwa anazungumzia hii issue ya Damaro. Walimtaka mchezaji wao Singida, sijajua anatetea kwamba labda kocha wa Yanga labda ameona Damaro hatoshi, lakini kwa mujibu, yani hawatoshi kwa maana kwamba hafiti kwenye mfumo wake, inawezekana pia, lakini kwa mujibu wa msemaji wa Young Africans, yeye ameweza kuzungumza hapo ya kwamba Damaro mkataba ambao alikuwa nao, lakini Yanga walimtambulisha, kumbuka, siku ya Mwananchi, wiki ya Mwananchi, kwenye kilele pale uwanja wa Uhuru, Yanga waliweza kumtambulisha Damaro kama mchezaji wao, lakini kwa Alikamu alivyozungumza ni kwamba Damaro mkataba wake ambao alikuwa nayo kwa mkopo pale Yanga ulikuwa umetamatika na wenye club wakamtaka. Lakini swali langu likaja kwa mlinzi mpya wa Yanga kutoka Mashujaa ambaye ni Gamal, ambaye alitambulishwa pia na kikosi cha Dar es Salaam Africans akitokea pale Mashujaa, lakini sijajua sasa sababu ambayo imepelekea Yanga kuweza kutaka kuachana naye kwa sasa hivi, kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini ukiangalia ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri na kikosi cha Mashujaa, Yanga wakamsajili, lakini baada ya kufika pale sasa ndo najiuliza ulikuwa ni usajili wa kocha ama viongozi ndio ambao walikuwa wanamhitaji? Kama ingekuwa kocha, ama ameshindwa kuingia kwenye mfumo moja kwa moja wa kocha, lakini naye ameenda kwa mkopo katika kikosi cha Singida Black Stars. Sijajua yeye kijana mwenyewe labda unaweza kufika kwenye club. Na mimi nilitaka nizungumzie kwa upande wake, labda yeye mwenyewe mkataba ulivyoisha akaona huyu ni ndo kasajiliwa, mkataba hujaisha. Huyu Gamal ambaye katoka pale katika kikosi cha Mashujaa ya Kigoma. Okay. Labda akaona changamoto ya namba, labda Yanga inaweza ikawa changamoto kwake. Akaona hawezi kupigania namba. Nakubali yaishe, ngoja niende nikapige pale nikapambane. Akapambane Singida. Kwa hiyo katoka na yupo Singida pale, tunasubiri tuone. Okay. Mambo yatakuwa vipi? Haya bwana, habari ya pili bwana, ni kumekuwa na maoni mengi. Watu wamekuwa wakihoji kwa nini jezi ya Casemiro haikuwa na mdhamini. Kwa wamekuwa wanauliza hivyo, na jibu ni kwamba ila watu wako makini jamani. Yani unajua jana nilikuwa nikiangalia mpira wa Yanga na ndugu zetu Coastal Union. Saa kipindi ambacho bwana mdogo ameingia, nikaona nani Casemiro kwenye jezi yake pale, kwa sababu anamdhamini wao alikuwa amepigwa plaster. Okay. Sasa nikiangalia wachezaji wote 10 wana mdhamini anaonekana. Sasa kukawa kuna maswali mengi pia,
naamini wasikilizaji wengi walikuwa wana maswali pia na wao waliotazama, kama kuna mtu alikuwa anaangalia kwa jicho la tatu pia au jicho la rohoni wanasema. Unaweza kuangalia afu kawa huoni. Kwa hiyo taarifa ambazo zimetoka ni kwa sheria sasa za nchi ya Tanzania. Kijana akiwa na umri chini ya miaka 18, nikimaanisha 17 na kushuka chini, haruhusiwi kuvaa nembo au kutangaza betting. Aha. Kwa anakuwa yeye bado ni mtoto. Okay. Ndio maana nakwambia hata kucheza chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo Casemiro yeye ana umri gani? Maana ana umri wa miaka 17. 17. Apambane akazane kula ugali, akifika 18 basi ataendelea kuvaa. Jezi yake mdhamini ataonekana wazi. Kwa hiyo nadhani kama ulikuwa ni miongoni mwa wale ambao wanauliza hilo swali, kwa nini jezi ya Casemiro haikuwa na mdhamini, bado ni mtoto bwana, hajatimiza miaka 18, na sheria za nchi yetu ni kwamba umri chini ya miaka 18 haruhusiwi kutangaza betting. Kwa hiyo ikabidi wanasema kanuni, sheria na taratibu inabidi zifuatwe, zizingatiwe. Yes, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na wanakuambia ukitaka kuishi vizuri hakikisha upo kwenye ule mstari wenyewe. Yani ukisha kuwa kwenye, yani ni sawa na tuseme kwamba una safari, ukishaka kwenye barabara sahihi inakuwa rahisi kwa wewe kufika kule unakoenda. Yes. Huyo ni habari ya pili hiyo. Kuna aliyeitolea ufafanuzi habari. Ufafanuzi ndio unajitosheleza. Kina Tomaso. Na iko wazi na inaeleweka kabisa. Ni sheria hizi. Hii ni tunaiongelea sheria ya nchi kwamba kijana mwenye umri chini ya miaka 18 haruhusiwi kucheza, lakini pia haruhusiwi kujihusisha, kwa sababu watavomvalisha zile betting maana yake wamemhusisha moja kwa moja. Ndio maana waliweza Yanga kuweka ile kuficha ile nembo ya kampuni ya betting. Sawa, tukigeukia sasa katika habari nyingine ni kwamba tunageukia sasa kwa semaji la Simba Sports Club Ahmed Ally tangu juzi ni anasikika kweli kweli, amekuwa akizungumza kuhusiana na huu mchezo ambao unaenda kuchezwa kesho. Lakini vile vile pia amezungumzia swala la Selemani Mwalimu. Yani Sele amejua kututeka akili. Unajua karibia mwezi sasa unaisha, tumekuwa tunamzungumzia. Meneja habari wa mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ally amesema klabu hiyo haijui lolote kuhusu taarifa zinazodai kuwa Selemani Mwalimu anashindwa kuitumikia Yanga Sports Club kutokana na Simba kugoma kumuondoa mchezaji huyo kwenye mfumo wa FIFA Connect. Kauli hiyo imekuja baada ya tetesi kuibuka kuwa Simba inadai malipo fulani kabla ya kumruhusu Selemani kusajiliwa kama local player na Yanga Sports Club. Ahmed Ally amesema hatujui lolote kuhusu Selemani Mwalimu. Amesema hawajui lolote. Na sambamba na hilo pia Ahmed amezungumzia kuhusiana na kuelekea kwa mechi ya kesho ambapo Simba Sports Club watacheza na Singida Black Stars pale katika uwanja wa Airtel Singida Jumamosi ya kesho. Kwa hiyo amezungumzia mambo mawili, manake watu wamekuwa wakizungumzia sana kwamba Selemani anakosa kibali cha kucheza kwa sababu Simba hawataki. Maneno ni mengi nyie watu nyie. Watu na mjadala ulianza jana. Mjadala ulianza jana, watu wakaanza kuzungumza Selemani Mwalimu. Unapenda Selemani wewe mgaigai. Selemani. Sidhani kama kuna tofauti. Ni Selemani tu. Kwa hiyo watu wakawa wanajiuliza Selemani vipi, mbona achezi? Watu wakaanza kuhusianisha kwa sababu ametoroshwa labda katika kikosi cha Simba, maybe inaweza ikawa ni sababu. Labda tumsikie Ahmed Ally alizungumza nini pia mara baada ya tukio hilo. Kutimiza malengo yake ni kwenye kuongeza mechi ngumu kwa Simba Sports Club. Hiyo ndio lengo kuu la
la Singida la kuanzishwa kwa Singida, yani kabla ya Simba. Jambo linahusisha FIFA. Sina taarifa. Nadhani wenye nafasi nzuri ya kuzungumzia hilo ni wao Yanga wenyewe, kama wameshakamilisha taratibu zote za kumsajili huyo mchezaji. Wao ndio watakuwa kwenye nafasi ya kuzungumza kwa nini hawamtumii, kwa nini hatumiki. Lakini sisi ama mimi sina chochote cha kuzungumza kwenye hilo. Alitutoroka kambini, kwa hiyo hatuna cha kuzungumza chochote kuhusiana na Selemani Mwalimu. Sisi hivi sasa tunazungumzia wale ambao wamebaki kambini, wale ambao ni wachezaji wetu wa Simba Sports Club. Hao wengine sasa wenye nafasi nzuri ya kuzungumzia huyo ni semaji huyo, msemaji wa Simba Sports Club akisema kwamba aliwatoroka kambini. Jamani, wewe ili kwa upande wako limekaje? Ni japokuwa amesema hivyo kwamba hawajui lolote, lakini kwamba inawezekana yani Selemani akawa anashindwa kucheza katika klabu ya Young Africans kwa sababu hiyo, au pengine ni bado hajaingia kwenye mfumo wa kocha, au pengine kuna vitu vinaendelea wanasubiri kuvikamilisha ili aweze kucheza. Lakini kama mimi sijaongea, tumsikize kwanza Ally Kamwe. Aliweza kumjibu aliweza kumjibu baada ya kuulizwa pia kwa nini Selemani Mwalimu hachezi. Sawa. Ally Kamwe alizungumza. Sawa. FIFA Connect maana yake lina mfumo wa wachezaji kujiunga, hizo ITC na kila kitu, ndio? Ndio. Mimi naweza kuzungumza, lakini nafikiri source yako nzuri wewe itakiwa iwe msemaji wa TFF ambaye yeye angekuklarify kwamba hicho kinachozungumzwa ni kweli au uongo. Kwa sababu haya mambo unajua, the more mtu anaamka tu asubuhi kwa sababu ana bando kwenye simu yake, anaandika tu story yoyote na nini, na sisi ndio kwa mnatupigia tena mtu mmoja, kwa hiyo kuna kazi ya kukanusha uongo kila siku. Hawa ambao wanadili na hii mifumo wangeweza kukwambia na hiyo story ingekufa kifo cha kawaida kabisa. Kwa sababu najua mimi ni mwandishi mwenyewe, najua story imetokea wapi, najua kwa nini imeandikwa, najua kwa nini mtu ka publish. Kwa sababu yule alipublish pia ni mwandishi mwenzetu. Alikuwa na nafasi ya kubalance hiyo story, pengine aitafute Yanga, watafute TFF. Lakini najua kwa sababu ya siasa za mpira wetu kwa nini kafanya hivi. Kwa nafikiri yani wao TFF wangeweza kupokea wewe clarification nzuri ambayo ingeua mjadala kwa 100% kabisa, ndugu yangu. Yes, mchezaji ni wa Yanga. Tayari leseni yake ni ya Yanga na leseni ya club. Issue hapo ni kwa nini hakucheza. Na kwa nini hakucheza ni issue za technical. Mwalimu anajua nini anakiandaa kwenye timu yake. Na Sele amechelewa kujiunga na timu. Saini yake imekuja mwishoni. Maana yake hajapata muda wa kutosha wa kutrain pamoja na timu. Sasa timu ikishakuwa kubwa kama Yanga, maana yake leo nitaelezea kuhusu Selemani. Kesho mwalimu akimpanga nitakuja kuulizwa kuhusu Aziz Ki. Mwalimu akija kumpanga nitakuja kuulizwa kuhusu Chuga. Kwa hiyo ni vitu vya football, ni kwamba timu imeshakuwa kubwa, ina quality kwenye kila sehemu. Kwa hiyo mwalimu kuna siku atampa nafasi fulani na kuna siku atampa nafasi fulani. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwaambia mashabiki na wanachama wa Yanga tusiingie kwenye hii mitego hii ya watu ambao wanatengeneza hizo propaganda kwa ajili ya kutengeneza pressure kwenye benchi la ufundi. Wote hawa ni wachezaji wetu, na nafasi inapotokea mwalimu akishaona mtu ameshakuwa vizuri atapewa nafasi. Cha muhimu ni timu ipate matokeo mazuri. Kwa hiyo Sele leseni yake ipo pale Yanga, usajili wake umeshakamilika. Ndio maana nimesikia hiyo story nikatamani yani pengine wenye mamlaka wangeweza kukalify hilo jambo, sisi tusionekane kama tunajitetea au tuna. Okay, huyo ni msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe, na yeye ameweza kumjibu Ahmed kuhusiana na kile ambacho kwa kinasemwa. Lakini kwa Ally Kamwe hajamjibu Ahmed Ally. Yeye amezungumza kwa kile ambacho watu wengi walikuwa wanakisema, na nilivyomuelewa Ally Kamwe, yeye anahisi kama ni propaganda ambazo
watu wanapeleka pressure kwa benchi la ufundi. Kama anataka kuwapangia benchi la ufundi la Yanga watu wa kucheza kwenye michezo. Ndio maana amezungumza kwamba kuna mwandishi ambaye amepublish hii story. Na anajua story imetokea wapi. Yeye kama Alikamwe anakuambia anajua story imetokea wapi. Ndio maana kwenye kuongea amesema labda mngewauliza vizuri TFF. Walikuwa wanaweza akawa chanzo kizuri cha kuagea majibu. Kwa hiyo kwa upande wake yeye ameweza kujibu hivyo kwamba sababu ambayo inapelekea Selemani Mwalimu asicheze kwenye kikosi cha Yanga ni kwamba kikosi cha Yanga kipo bora, cha kwanza, lakini cha pili Sulemani kachelewa kufika katika kikosi cha Yanga. Katika kikosi. Kwa hiyo hii ndio ambayo inapelekea sasa kuchelewa kwa kufika lazima aingie kwenye mfumo wa kwanza wa Mwalimu ndo aanze kucheza. Kwa hiyo sio moja kwa moja amefika Sele akaanza kucheza. Kwa hiyo bado kuna kitu ambacho kinaendelea sasa. Kwa upande wa Ahmed Ally alivyoulizwa, yeye aliweza kuzungumza kwake kwamba sisi alitoroka sio mchezaji wetu, kwanza alitoroka. Waulizeni wenyewe wenye mchezaji wao. Wenye mchezaji wao wamejibu sababu ambayo inapelekea wao Selemani Gomez kutokucheza kwenye kikosi cha Yanga mpaka sasa ni kachelewa kufika kwenye kikosi kambini kufanya mazoezi yakae kwenye mfumo. Alikuwa tunajua alikuwa Morocco kwenye timu yake ambaye ametolewa kwa mkopo Yanga kwa mwaka mmoja. Japo watu wengi wanasema kwamba kuna vibali wanatakiwa Simba wavitoe ili Suleiman Gomez aweze kucheza. Lakini taarifa ambazo zimetoka mpaka sasa kutoka kwa msemaji wa Yanga ni kwamba atacheza tu. Mechi ni nyingi. Muda wake haujafika bado. Mashabiki wanataka wamuone. Watamuona. Feitoto anasema Selemani we Sele. Anaikumbuka nyimbo. Anataka kuimba pamoja na Selemani Gomez. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kwa ili sakata ambavyo linaendelea mpaka sasa. Ndio. Naona ni moja kati ya sakata ambalo linaweza kuwa ni propaganda kama wanavyosema Alikamwe, kwa sababu nimemsikia juzi akiongea Alikamwe ya kwamba kuna watu wanatengeneza hapo propaganda. Na moja kati ya watu ambao nimefuatilia kwenye mitandao ya kijamii wa kwanza kabisa kuposti kuhusiana na ile sakata alikuwa ni Farhan. Moja kati ya wachambuzi pia aliweza kuandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba sababu ambayo inapelekea Sulemani kutokucheza kwenye kikosi cha Yanga ni mpaka Simba waweze kuruhusu kutoa kibali. Kwamba Simba wanagoma kutoa kibali ndio maana Sele hatumuoni uwanjani. Lakini huo mjadala sasa ukaanza kuzua hekaika katika mitandao ya kijamii. Sasa watu tunaanza kujiuliza inawezekana? Inawezekana ikawa ni kweli bwana. Manake unajua wanasema usipopata jibu la kile ambacho unakifikiria au usipopata jibu ya swali ambalo unajiuliza, basi akili yako yani itakusukuma kutafuta jibu kwa namna yoyote ili uweze kuiridhisha akili yako. Na msemaji huyu wa Simba pia amezungumzia kuhusiana na issue ya mechi ya kesho. Mechi ya kesho ambao wataenda kucheza zidi ya Singida Black Stars. Simba wanashuka dimbani zidi ya Singida Black Stars katika mchezo ambao itakuwa ni raundi ya 3 sasa katika NBC. Ikumbukwe Simba michezo miwili ambayo amecheza yote amefanikiwa kushinda. Sasa anaenda katika mchezo wake wa 3 ambao anaenda kucheza zidi ya Singida. Katika mchezo huu mpaka sasa hivi Simba anaongoza zidi yani yeye na Singida Black Stars katika michezo ambayo wameshaicheza katika ligi kuu. Japokuwa tunaongea kwamba Simba akikutana na Singida mchezo unakuwa mgumu sana. Singida anamkamia Simba, lakini hamna mtu wote ambaye anaweza kaleta hapa document ama ushahidi lini Singida kamfunga Simba kwenye ligi kuu. Hivi hajawahi kumfunga kwenye ligi kuu. Pengine ni kesho. Sasa si watu wanasema Singida huwa anamkazia sana Simba. Lakini bado hajawahi kushinda. Yaani Singida katika haya yote ambayo yanaongeleka katika mitandao, haya yote ambayo watu wanayazungumza, lakini Singida katika michuano ya ligi kuu, mechi za ligi kuu, Singida hajawahi kumfunga Simba. Sio mbaya, lakini hata kama ni katika kumkazia, pengine kesho ndo atafunga. Na hata kama ni wasipofunga haimaanishi kwamba wao wanamrahisishia mchezo. Lazima wapambane. Yani nacho kimaanisha ni kuna hii mindset ambayo inajengeka sasa hivi vichwani mwa watu kwamba inaonekana kama Singida ni klabu ambayo ikikutana na Simba inacheza kwa jihadi sana inavyocheza na Simba kuliko inavyocheza na timu zingine. Lakini sasa tuje kwenye temu ya matokeo. Je, wakikutana nani huwa
anashinda katika mechi zake. Kwa hiyo ukija kuangalia Simba mara nyingi amekuwa yeye akimbiti Singida Black Stars katika mechi nyingi ambazo wanakutana. Wameshakutana sio mara moja, wamekutana mara 4 Simba na Singida katika michuano ya ligi kuu ya NBC. Na ukiangalia hapa mara ya kwanza Simba wanakutana ni Disemba 28 2024 ambako Simba alikuwa ugenini dhidi ya Singida Black Stars na Simba alifanikiwa kushinda au kuibuka na ushindi wa 1-0. Lakini msimu wa 2025 walikutana Mei 28. Pia Simba alifanikiwa kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Singida, mchezo ambao Simba alikuwa nyumbani. Mwaka uliofuata 2026 ambao ni msimu uliopita, Simba akiwa ugenini kwa Singida, Simba alifanikiwa kuibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Singida 2026 ambayo ilikuwa ni tarehe 11 Mei 2026. Lakini mwaka 2026 msimu uliopita, Simba akiwa nyumbani alicheza na Singida na Simba alifanikiwa kuibuka na ushindi wa 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo kwa ukiangalia kwa matokeo tu haya ya nyuma kwa walivyokutana Simba na Singida michezo 4 ya ligi kuu, Singida hajatoa sare mchezo wote. Simba amefanikiwa kushinda michezo yake yote ambayo amekutana na Singida Black Stars. Kwa hiyo sawa, mchezo huwa hauwi mwepesi na hatupendi kuona mchezo unakuwa mwepesi. Yaani kwa nini mchezo huwa mwepesi? Wakati mmeenda kushindana. Lazima jasho likutoke, ushindi unautafuta. Haiwezekani useme kwamba wananikazia. Yaani lazima upambane. Manake si ndio umeenda kupambana. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona utakuwa mchezo mzuri sana. Na baadhi ya wadau wanasema kwamba klabu ya Singida inapenda mechi ngumu. Inapenda kucheza mechi ngumu, inapenda kucheza na timu kubwa. Wanapenda kukamia. Wenyewe wanaita wakamiaji. Nadhani hiyo inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu ambayo inawafanya wawe wanawakamia Simba. Lakini Ahmed Ally alizungumza na sasa hapa ndo niliko kuja kufurahi. Kuhusiana na sakata hili kuhusiana na sakata la wao na Singida Black Stars. Aliweza kuulizwa, bwana vipi? Kuna kama Singida wakiwa wanakutana na nyinyi inaonekana wanawakamia sana. Bwana naye akazungumza, bwana akasema bwana hawa jamaa hawa ndio vipi, wanatumwa au vipi? Kwa hiyo pia Ahmed Ally msemaji wa Simba alizungumza, tumsikie hapa. Aliweza kuzungumza juu ya hiki ambacho kinaendelea. Yani kabla ya Simba hajakutana na mpinzani wetu mkuu katika nchi hii ambaye ni Yanga, kwanza tukutane na Singida, atumalize nguvu, tukienda huko kwingine tuwe tumesha kwisha. Hiyo ndio lengo la Singida, na ndio hapo tunapotengeneza mechi ngumu Simba na Singida. Kwa ubora, wanao wachezaji bora ambao wana uwezo wa kutoa ushindani, lakini kinachoongezeka kuleta ugumu zaidi ni hiyo mentality yao, ni hayo malengo yao. Na ieleweke wazi, hatutaki timu mchekea, hatutaki timu ituachie, hatutaki timu ijilegeze, tunataka ushindani. Lakini kwa Singida wako beyond ushindani, yani ni zaidi ya mpira wa miguu wanapocheza na Simba Sports Club. Lakini yote kwa yote, ubora utaamua, kiwango kitaamua, na aliyejipanga vizuri ataamua dakika 90 za kesho. Yes, huyo ni semaji la Simba Ahmed Ally akizungumzia mchezo wa kesho bwana, baina ya Simba na Singida Black Stars. Na kwa upande wako Steve, unaona, umesema kwa asilimia kubwa Simba ndio anaweza kushinda. Au beyond unasema kwamba mechi ya kesho Simba ndo ana uwezekano mkubwa wa kushinda kulingana na mechi za nyuma. Kulingana na takwimu ambazo nimezisoma, Simba yupo mbele zaidi ya Singida. Huo ndo ukweli. Yani kwa hiki ambacho tunakiongea, ndio Simba yuko mbele. Nimemsikia msemaji hapa wa Simba, au umemsikiza kwa makini, anasema ni kama timu imeundwa kwa mkakati kwa ajili ya kuja kuiharibia Simba. Ndio maana wanakuwa na wakamia sana. Anakuambia kabla hatujakutana na mpinzani wetu mgumu,
Young Africans. Wametutengenezea mpinzani mwingine ambaye lazima tucheze naye kwanza. Ndio tuje tukutane na yule mpinzani wetu mgumu. Kwa hiyo amezungumza hivyo, lakini baadaye anakuja kama kujistukia hivi. Anasema hatujasema tunataka tucheze mechi rahisi. ila tu kwa kawaida katika maisha mimi sidhani kama kuna kitu rahisi. Hamna kitu rahisi. Yaani kila kitu kina ugumu wake. Ya, kila kitu kina ugumu wake. Na ujue ukiwaangalia Simba wanaelekea mechi wakiwa na majeraha, lakini pia na kadi nyekundu 2 kama tulivyozungumza mwanzo. Ya, wana majeraha baadhi ya nyota. Unamzungumzia hapa golikipa wao Kasari ambaye hata kuwepo katika mchezo. Tunamzungumzia hapa Duchu ana kadi nyekundu. Lakini ukija katika eneo pia la ulinzi huku nyuma unamkuta Shomari Kapombe pia hayupo vizuri kiafya. Ukija eneo la katikati Jabari alipewa kadi nyekundu pia. Kwa hiyo unaona pia Kibabage aliumia mchezo uliopita, hata kuwepo pia katika kikosi. Kwa hiyo kuna takriban nyota 5 wa muhimu ambao wanakosekana katika kikosi cha Simba kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa Singida, kwa upande wao ukiangalia mchezo wao wa mwisho waliocheza dhidi ya Kagera Sugar, niliona performance nzuri sana ambao walikuwa wakionyesha kwenye mchezo ule. Japokuwa nimeangalia Simba wakicheza wamekuwa bora sana maeneo ya pembeni. Nimekuwa nikipita kwenye moja kati ya vyanzo vya kutoa takwimu vinaeleza moja kati ya wachezaji ambao wana rate kubwa mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu. Utawataja kina Shadrack Kiboka, utamtaja Libase, utataja kina Max. Ni wachezaji ambao wame namba kubwa zaidi kwenye ligi kuu katika hii round ya kwanza na round ya pili ambazo wameweza kuzicheza. Kwa hiyo unamwangalia Libase ambaye katika winga ya mbavu moja ya Simba anafanya vizuri, na ni mchezaji ambaye mpaka sasa anaongoza kwa assist katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo zinaenda kutana timu ambazo zote zitakuwa zinafanya vizuri na zinafanya vizuri, tumezizoea hivyo, kwa sababu tukisema sasa hivi tutaje timu 4 bora kwenye ligi kuu ya NBC, manake utamtaja Simba Sports Club, utamtaja Azam FC, utamtaja Singida Black Stars, lakini bila kuacha kumtaja Young Africans. Utasema hawa ndio top 4 wa nchi yetu kwa sasa. Kwa hiyo zinaenda kutana timu ambazo ni daraja zote la juu, japokuwa Simba sasa ukija kuangalia kwenye mizania mechi ambazo wameshakutana na Singida Black Stars, unamwona Simba akiwa mbele zaidi ya Singida Black Stars. Katika ligi kuu Singida hajawahi kupata ushindi wowote wala kutoa sare katika mchezo wote. Maybe mchezo wa kesho anaweza kaenda kufanya kitu ambacho watu wengi hatutegemei, japokuwa watu wengi wanaamini mchezo unaweza kuwa mgumu kweli kweli. Naam Steve, tugeukie sasa katika habari za kimataifa. Arsenal imefungua msimu mpya wa Premier League dhidi ya Coventry, na Arsenal FC inaanza kampeni ya Premier League kwa mwaka 2026-2027 leo dhidi ya Coventry City FC. Hii ndio mechi ya ufunguzi ya msimu mpya wa Premier League. Na UEFA na CONCACAF za jadili Nations League ya pamoja. Kwa hiyo umesema pale barani Ulaya wenyewe msimu ndio wanauanza sasa. Manake si tuliwatangulia. Na sababu ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, unajua sisi tumechelewa kumaliza ligi ya NBC, ilichelewa kuisha ligi yetu, lakini imewahi kuanza, na hii yote tunajaribu kukimbizana. Unajua 2027 moja kati ya mataifa ambayo yatahusika moja kwa moja kwenye kuhodhi michuano ya kimataifa ya CHAN ya AFCON ambayo inafanyika hapa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, manake na sisi tukiwemo. Kwa hiyo TFF pamoja na bodi ya ligi wamefanya kwa haraka kuweza ligi iwahi kuanza ili iwahi kuisha, ili timu zianze kupokea wageni, timu ya taifa ingie mapema kwenye maandalizi, kwa sababu uwezekani wewe ndio ambaye unaandaa michuano fukawahi kutoka. Na hizi hela ambazo serikali inazitumia kwenye kutengeneza viwanja, kutengeneza miundombinu mbalimbali kwa ajili ya AFCON 2027, alafu tukashindwa kuiandaa timu ambayo itakuwa bora, itaenda pia kushindana, itakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa, timu ambavyo ligi imewahi kuanza, wenzetu tunaona ligi ya pale Uingereza inaenda kuanza leo. Arsenal mabingwa hawa, lakini wanaenda kutana na Convert, ambao hawa pia Convert msimu uliopita walikuwa ligi kule kwao wanaita championship, ambao wamefanikiwa kupanda kwenda ligi kuu. Kwa hiyo timu zote hizi mbili
zinaenda kukutana kwenye msimu mpya leo sasa rasmi. Wanasema ligi inayopendwa duniani, Premier League inaenda kufunguka rasmi. Okay. Kwa hiyo mashabiki naamini wanakuwa na furaha. Arsenal pia wana furaha, msimu uliopita wamefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo waenda kuanza ligi, je, wataenda kutetea kombe lao ambalo walianza nalo msimu uliopita, walimaliza nalo msimu uliopita. Tusubiri tuone majira ya saa 4 kamili mchezo huu utaenda kuanza. Sawa, dakika ni 42 zimeondoka baada ya kugonga 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na kipindi hewani ni Dimba la Michezo. Pale YouTube unaweza kuendelea kudrop maoni yako hapo kuhusiana na swali la leo, ambapo tutahitaji kupata maoni yako wewe kama shabiki wa mpira, na swali linasema, je, Yanga ilikuwa sahihi kumwacha Mohamed Damaro? Drop comment yako hapo. Na vile vile baadaye katika lile lisala pili tutakupatia nambari ya simu, utaweza kupiga au kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp au SMS ya kawaida, na sisi tutapita na ujumbe wako, tutapata kujifunza mengi kuhusiana na hilo. Tupate mapumziko, na baada ya mapumziko tutarejea kwa ajili ya kukusogezea kile kipengele cha matokeo pamoja na ratiba. Tutaangalia matokeo ya mechi ambazo zimepita na tutaangalia ratiba ya ligi inayofuata. Tafadhali usiondoke, salia na sisi.